Jambo limeletwa, utekelezaji uko nyuma. Wanasuasua. Yaani kwa mkoa wa Manyara huyo Mheshimiwa Queen Sendiga moja kati ya viongozi waliochaguliwa na Rais John Pombe Magufuli kipindi cha mwaka 2020, wakati na yeye pia alikuwa ni mmoja wa watu ambao walijitosa kwenye kinyang'anyiro cha kuwania nafasi ya urais mwaka 2020 na kura hazikutosha, na badala yake Mheshimiwa John Magufuli akachukua nafasi ya kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini hakumwacha hivi hivi. Alimchagua kwenye nafasi ya ukuu wa mkoa. Na nafikiri alianzia Iringa. Alianza kuwa mkuu wa mkoa wa Iringa na baadaye baada ya Mama Samia kuja na anaanza kusogea. Iringa alifanya vitu vingi sana vizuri. Inawezekana ndio sababu pia ya kumhamisha Manyara, sehemu ambayo kulikuwa na changamoto kadha wa kadha. Moja kati ya mambo ambayo najua kutoka kwake ni mtu wa field. Ni mama wa field. Kama unakumbuka Zungu, kipindi anaanza kuingia kwenye kinyang'anyiro kwa jita mama wa taifa mama wa taifa wakati wa 2020. Yes. Ni mama wa field, anapenda sana field. Na moja kati ya kazi kubwa pia ambayo nakumbuka alifanya ni kipindi kile cha mafuriko yale ya Manyara ya Hanang. Yes. Kuna kazi kubwa sana alifanya kipindi kile kwa kushirikiana na mwenezi wa sisi kipindi kile kwa nani? Kipindi kile nadhani kama sio Poni Chongo, alikuwa ni Christian Makonda. Yes. Sasa hichi ambacho kimetokea ni moja kati ya changamoto kubwa sana kwenye baadhi ya jamii za kifugaji. Na kule Manyara unafahamu jamii kubwa ya wafugaji iko kule. Kwa hiyo hii ni changamoto kubwa sana ambayo ipo maeneo yale. Kumekuwa na kubagain kwenye baadhi ya vitu, ikiwepo hayo masuala ya ujauzito na vitu kama hivyo. Kama ambavyo umeshuhudia, aliyempa mtu ujauzito kaenda kwenye mkutano. Kwa hiyo hana wasiwasi. Yaani hawa hii kimila ni kawaida kwao. Kisheria ya nchi ni kosa. Kisheria ni kosa kumpa mwanafunzi ujauzito. Lakini kimila kwao sio issue kabisa. Na makabila mengi ya kifugaji. Usiku ule mama na mtoto wake walienda kwa mama wa mtoto kwenda kuzungumza wakati kesi tayari imeshaenda polisi. Kwa hiyo ukaona kwamba unavuta tu picha kwamba hata polisi wenyewe waliambia ndeni mkamalizane. Sasa kitu ambacho kimezoeleka. Ndeni mkamalizane. Sasa ukipata mkuu wa mkoa wa Legelege ambaye na yeye pia ataenda kwenye huo mkoa aka involve na yale mazingira ambayo pale hapo, unaweza kuona watoto pata shida ya kwenda shule kumaliza elimu zao na vitu vingine. Tumekuwa tukipiga kelele sana kuhusiana na elimu ya mtoto wa kike. Elimu ya mtoto wa kike inaathiriwa sana na ujinga, kwa maana ya kwamba baadhi ya wazazi bado wako na zile mila potofu za zamani kwamba huwezi kumsomesha mtoto wa kike. Na ukiangalia hii jamii kubwa za wafugaji wengi wana hizo imani kwa mtoto wa kike hataki kusoma, kama mtoto wa kike akishafika sehemu aende tu akaolewa na vitu vingine. Kwa hiyo ndio maana kesi iko polisi. Hata ukimsikia mtendaji kata unaona kabisa kwamba ana kigugumizi, kwa sababu na yeye ameshaingia kwenye yale mazingira, kwa maana ya kwamba kwenda kuzungumza, nendeni mkazungumze ili jambo mnaweza kulimaliza, kwa sababu jamii yetu imezoea hivyo kama watu tunazungumza na vitu kama hivyo. Kwa mimi nilivyoona, natamani tungepata wazazi wa binti kama huyu kama 10 hivi wa jamii ya kifugaji. Yes, yani umeona kwamba huyu mzazi anauelewa kwamba hiki kitu ambacho huyu mtu amefanya sio sahihi, mwanangu anatakiwa kumaliza elimu. Yani ameipa kipaumbele elimu, kwamba hii inampasa mtoto wangu kuwa nayo. Kwa hiyo tunatamani kuwa na wazazi ambao wanaweza kuspeak out, yani kuzungumza kwamba vitendo ambavyo vinafanyika kimila havipaswi, hasa kwenye sheria ambazo ni za Tanzania ambazo zinazuia. Ili jambo ambalo linafanyika na mkuu wa mkoa la kuwasikiliza wananchi wanasema nini kwenye baadhi ya mambo. Nafikiri ni jambo ambalo tunatakiwa kulipata katika mikoa yote Zungu, kwa sababu moja kati ya vitu ambavyo inawezekana tunaamini kwamba vinafanywa kazi kwa watendaji wa chini
na mkuu wa mkoa kana analetewa tu report kwamba kulifanyika hiki, inawezekana ndo sababu ya haya mambo ambayo yanatokea mara kwa mara. Kama mwisho wa siku mkuu wa mkoa hajui kwamba kuna shida ambayo inatokea sehemu fulani, ripoti zinazokuja zinakuja ripoti tofauti kwamba huyu mtu tayari jambo liko polisi. Okay, fine. Polisi wamefanya nini? Sawa, liko polisi. Mtumio amekamatwa, hajakamatwa. Mtumio bado anadunda na kwenye mkutano kaja. Sio mwenye vizuri. Alikuwa anafuatilia mkutano wa serikali. Na alipoona mambo yamesimama, mama mkuu wake akaamua kusepa kwamba hapa inawezekana kuna jambo ambalo haliko sawa. Sio mwenye vizuri. Kwa hiyo nafikiri ni jambo la kulitazama kwa kina na kuangalia namna gani ambavyo wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, kuna namna ambavyo tunatakiwa tusaidiane kuzinyosha baadhi ya jamii. Sawa, kuna mila potofu, imani potofu ambazo zinakuwepo, lakini viongozi ambao wanaweza kusaidia, basi wafanye hivyo ili kuweza mambo kuweza kuwa sawa. Sawa. Morning Bantu.